Basi naomba nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi cha kuweza kufunuliwa mambo yaliyofichwa duniani. Hii ni NID TV na mimi ni Samuel Mapendo Feruzi, tukiwa saa 4:30 asubuhi. Kwa hiyo karibu sana niweze kukufunulia mengi ambayo yaliweza kufichwa hapa duniani, hasa kuhusiana na habari za ufalme wa Mungu. Karibu na Mungu aweze kukubariki. Basi ninaomba nikukaribishe moja kwa moja katika mwendelezo wa somo tuliokuwa nalo, na hasa kuangazia ni utawala gani katika tawala zilizopita ambao huo ulikaribisha mfumo wa kidemokrasia ambao leo ndio mfumo mama ambao unaitawala dunia. Kumbuka katika kipindi kilichopita nilikueleza habari za dola 6 ambazo ziliweza kuitawala hii dunia, na zipo dola nyingi sana, lakini dola mama ambazo zina historia ya kale ambazo hizo ndizo ambazo zilitawala dunia. Na dola ya kwanza ilikuwa ni dola ya Misri, dola ya pili ilikuwa ni dola ya Babeli, dola ya tatu ilikuwa ni Umedi na Uajemi, dola ya 4 ilikuwa ni Ashuru, dola ya 5 ilikuwa ni Ugiriki, na dola ya 6 ilikuwa ni Roman Empire. Kwa hiyo hizo ni dola ambazo zilikuwa ni dola zenye nguvu katika dunia, ambazo hizo ndizo ambazo tunapata picha ya kuhusiana na somo letu na habari za kuhusiana na ufalme wa Mungu. Na hata hizi dola pia Daniel aliweza kuzieleza sana katika aina ya kutaja wanyama aliokuwa akiwaona. Zilikuwa zikihusiana na hizi dola ambazo nimeweza kuzitaja hapa. Kwa hiyo katika hizi tawala au hizi dola 6 ambazo tumezitaja hapa, katika mwaka wa 508 dola ya Kigiriki au Wagiriki hawa ndio ambao walioanzisha mfumo wa kidemokrasia. Kumbuka hizi dola zote ambazo zilikuwepo zilikuwa zinatembea katika mfumo wa kimonaki, ambao huo ni mfumo wa kifalme. Sasa hawa katika mwaka wa 508 kabla ya Kristo wakaanzisha mfumo wa kidemokrasia. Na tukisema kidemokrasia, demokrasia ni nini sasa? Demokrasia, kabla tujafunua, lazima tuelewe ndani yake mna maneno mawili. Ni neno la Kigiriki lile, kwa sababu Wagiriki ndio waanzilishi wa hilo wazo la kidemokrasia. Ndani yake mna maneno mawili. Neno la kwanza ni demo na neno la pili ni kratos. Neno demo maana yake watu au mtu, na kratos ni mamlaka. Sasa ukiangalia demokrasia, ainisho yake ni kwamba mamlaka ya watu kwa watu na kwa ajili ya watu. Unaweza kufafanua kwa lugha zako zingine, Kiingereza na Kifaransa, wana namna ambavyo wanavyoweza kueleza, lakini mimi naeleza kwa Kiswahili kwamba ni mamlaka ya watu kwa watu na kwa ajili ya watu. Ina maana kwamba ni mamlaka yanayohusiana na watu. Mtu yoyote anaweza kutaka kuishi anavyotaka kulingana na anavyojisikia, kwa sababu ni mamlaka ya watu kwa watu na kwa ajili ya watu. Hiyo ni kitu ambacho lazima uelewe. Kila mmoja anaweza kuwa ni mtawala na anaweza kuishi anavyotaka. Ndio maana wanasema kwamba ni utawala wa kumfanya mtu kuwa huru, ajisikie, aishi anavyotaka yeye. Lakini kumbuka, sisi katika ufalme wa Mungu au katika mfumo wa kifalme, wewe raia huwezi kuishi unavyotaka wewe, huwezi kuishi unavyojisikia wewe kuishi. Hiyo ni mfumo ambao unakatana, na ndio maana sasa utagundua monarchy government. Au tukisema monarchy, maana yake kwamba ndani yake pia maneno mawili. Monarch, muna mono na muna archon. Mono ni mmoja, archon ni mtawala. Maana yake tukiunganisha ni mtawala mmoja. Tafsiri yake nyingine, mtawala mmoja mwenye kupata huo utawala kwa kupitia urithi. Maana yake kwamba huyu mtu achaguliwi, anapata huu utawala au mamlaka kiuhalali, kisheria, kwamba ana ustahili huo kwa sababu ni mzawa, kazaliwa katika huo utawala na ana uhalali wa kutawala. Kwa hiyo ni tofauti na rais. Rais yeye anachaguliwa, ni mfumo wa kidemokrasia ndo una rais. Rais yeye anachaguliwa, ina maana kwamba anaweza kuwa ni mtu ambaye hata sio raia wa hiyo nchi, katiba au sera zake zikawa zina nguvu, basi akateuliwa akawaongoza watu, kawa ni mzabibu mwitu ambao umepandwa
kwenye mzabibu mwema. Hiyo inawezekana katika nchi za kidemokrasia. Ndio maana utakuta au utagundua kwamba rais wakati mwingine hana uchungu basi na raia, hana uchungu hata akiona mambo yaendi katika nchi, yeye ili mradi kwamba yeye na familia yake wanakula na kushiba, kwake wala haimsumbui na wala haimpi shida, ili mradi kwamba yeye mambo yake yanaenda, basi raia watajihangaikia wenyewe. Lakini ni tofauti na mfalme. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia sifa za mfalme na sifa za rais. Ukiwa una daftari yako ukaandika, mfalme sifa yake kubwa ni kwamba akizungumza jambo, hilo jambo lazima litimie, kwa sababu mamlaka ya mwisho ya mfalme ni katika neno lake. Mfalme hawezi kutamka jambo ambalo hawezi kulitimiza, kwa sababu neno analotamka mfalme ni sheria, na hiyo sheria lazima inaanza kumkaba yeye. Ni tofauti na rais. Rais anaweza akatamka neno na asitimize, akatamka vitu vingi wala asitimize. Anaweza kaidi watu kwamba mimi mkinichagua nitawajengea madaraja, nitawajengea shule, sijui nitawanunulia vitu vingi, lakini asitimize hata kimoja. Na akatoka katika utawala wake asitimize hata kitu kimoja, na wala sheria imhukumu, kwa sababu ni utawala wa kila mmoja. Anaweza kujisikia kuongea chochote akatamka akawadanganya watu, lakini ni tofauti na mfumo wa kimonaki, kwamba mfalme au mtawala akitamka neno lazima kwanza linambana, kwa sababu sifa ya mwisho au heshima ya mwisho ya mfalme au mtawala wa kimonaki ni katika neno lake. Ndio maana mfalme huwa ageuki. Anaweza akageuka kitandani, lakini hawezi kukiuka neno alilotamka. Hawezi kukiuka. Kisha tamka neno. Utaona mifano mbalimbali, hata kukatwa kichwa cha Yohana. Mfalme alitamani aache, kwamba huyu ni mtu mwenye kuheshimiwa. Iweje katika nchi mtu mkubwa kama mwenye sifa kubwa kama huyu hawezi kukatwa kichwa? Itakuwa ni jambo la aibu ndani ya taifa. Lakini kwa sababu ameshatamka kwamba omba lolote, amemwahidi binti yake omba lolote. Sasa binti ndio hivyo, sasa kaomba kichwa cha Yohana. Tafanyeje? Mfalme alijaribu kukataa, lakini haiwezekani kwenda kinyume na neno ambalo ameshalitamka, kwa sababu tayari ni sheria. Ilibidi kichwa kikatwe. Utagundua kwamba neno lake haliwezi kupingika na hawezi kwenda kinyume na neno lake. Lakini sifa ya pili ya mfalme, na hiyo pia inaleta utofauti na rais au mfumo wa kidemokrasia, ni kwamba mfalme, mahitaji ya raia yanamtegemea yeye, maendeleo ya nchi yanamtegemea yeye. Manake kwamba kuhangaika kwa raia ni aibu ya mfalme. Kuteseka kwa raia au uchi wa raia, njaa ya raia ni huzuni au aibu kwa yeye mfalme. Kwa hiyo hawezi kukubali raia wateseke, kwa sababu Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na mfalme ndio miliki. Ndio maana nimesema hapa miliki au mtawala wa nchi, ndio maana neno monarch government. Maanake vitu vyote vinamtegemea yeye huyu mfalme. Kwa hiyo lazima uanze kuelewa hayo mambo. Sasa kumbuka, hao Wagiriki baada ya kutengeneza huo mfumo ukainuka utawala mwingine. Sasa kumbuka kwamba huu ulikuwa ni utawala wa tano. Sasa utawala wa sita ulikuwa utawala wa Rumi. Rumi hawakutoka katika mfumo wa kimonaki ambao mfumo wa kifalme, waliuendeleza ule mfumo wa kifalme. Kumbuka hapo sasa ufalme wa utawala wa kimonaki ukawa umeuliwa na huu utawala wa Kirumi. Sasa walivyotawala Warumi, ndipo sasa utagundua sasa mbingu ikaruhusu Kristo aje kuzaliwa hapa duniani, kwa sababu Kristo asingezaliwa katika mfumo wa kidemokrasia. Hiyo isingewezekana. Hawa Wagiriki walitawala kwenye mfumo wa kifalme, lakini mwishoni kabisa, na ndicho kilichoangusha utawala wao, kwa sababu waliruhusu utawala wa kwamba kila mmoja anaweza kutawala, kwa hiyo ikawa vurugu ndani ya nchi. Kwa hiyo kukakosa maelewano. Huyu anaamua chochote anachokitaka, huyu anaamua hivi, mimi nitakuwa mfalme, mimi nitakuwa rais, mimi nitakuwa mtawala. Kwa hiyo ikawa hakuna namna, sheria, watu hawatembei tena na sheria, hakuna utiifu, hakuna heshima ndani ya nchi. Desturi za nchi zimevurugwa na mfumo ambao uliamliwa na mamlaka iliyoko. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu kubwa ya huo utawala wa Wagiriki kuangushwa na Warumi.
Sasa Warumi walipotawala wakauona huo udhaifu wa kidemokrasia, wakasema lazima turudi katika mfumo wa kimonaki. Wakaanza kutawala tena kimonaki kwenye mfumo wa kifalme. Wanalipotawala ndipo utaona utawala wao ulikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida, na ndipo sasa Kristo alizaliwa katika utawala huo wa Kirumi, kwa sababu isingewezekana kwamba azaliwe na hawe mtawala au aufunue ufalme wa Mungu katika utawala wa kidemokrasia, kwa sababu yeye ni mtawala wa kifalme, anatembea katika mfumo wa kimonaki, na hawezi kuja akaufunua ufalme ndani ya utawala wa kidemokrasia. Na ndio maana utagundua kwamba Biblia inasema katika Wagalatia sura ya 4 na mstari wa 4 kwamba ilipotimia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwanaye. Utimilifu wa wakati ni wakati wa utawala wa Warumi, kwa sababu walikuwa wakitawala kwenye mfumo wa kifalme. Kwa hiyo alielewa kwamba itakuwa ni rahisi watu kuelewa ufalme wake, kwa sababu kwanza wametangulia kuishi katika mfumo wa kifalme. Sasa ingekuwa ni ngumu yeye kuzaliwa katika utawala ule wa Giriki, kwa sababu watu wasingeuelewa ufalme wa Mungu kwa sababu ya aina ya utawala uliokuwepo wa kidemokrasia. Kwa hiyo ni utawala ambao uko mbali sana na utawala wa kifalme. Hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo ya Kristo kuzaliwa katika ule utawala wa Kirumi. Lakini baada basi ya utawala wa Kirumi kuweza kuangushwa sasa kwa ajili ya maovu yao ambao tutazungumzia huko kwa habari ya imani, sasa ndipo mwaka wa 1888 baada ya Kristo kuondoka hapa duniani, hawa Wajerumani wakaweza kutawala dunia, na wenyewe ilikuwa ni dola, wakaweza kutawala dunia. Walipotawala dunia, wao wakageuza, wakaurudisha huu mfumo huu wa kidemokrasia huu ambao hawa Wagiriki walioanzisha, wakabadilisha, wakatoa monarch government, wakaingiza mfumo wa kidemokrasia wa watawala wengi, kwamba kila mtu anaweza kutawala, kila mtu anaweza kuwa huru kuishi anavyotaka. Mfalme, rais anaweza kuhojiwa pale anapokosea. Tunaweza tukamtukana, tukamnenea mabaya pale ambapo anatembea kinyume na vile ambavyo sisi tunataka. Ni tofauti na nchi za kifalme. Kwa hiyo wakaruhusu huo utawala au huu mfumo katika ule utawala wao wale Wajerumani. Sasa wakatembea katika utawala, na mfalme aliyekuwepo alikuwa ni mfalme Kaisari. Kwa huyo bwana baadaye alikuja kugeuza huo mfumo wa kidemokrasia katika nchi yake. Sasa hiyo ndio iliyoleta sababu ya vita vinuke vikuu katika hii dunia, kwa sababu mfumo wa kidemokrasia hauwapi watu maisha, hauwapi watu kutembea katika utaratibu, hauwapi watu kutembea katika desturi, kwa sababu sio mfumo ambao ulikusudiwa na Mungu hapa duniani. Lazima tuongee ukweli, na ndio sababu ya watu wengi wa Mungu wanaishi tofauti. Mtu anaishi anavyotaka, mtu anafanya anachokitaka. Anaweza akawa yuko madhabahuni na kuna mambo aliyoyafanya na bado tu anajisikia kuwa huru, kwa sababu tunaishi katika mfumo wake, akili zake zote anafikiri kwamba Mungu ni kama vile rais, anaishi kama vile rais. Mungu ni mfalme. Mungu ni mfalme, na lazima ujue kwamba kuna taratibu za kuishi katika utawala wa kifalme. Huwezi kuwa umevaa vazi la kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu, kwamba wewe sasa ni mharibifu katika ufalme, na kuna sheria ambazo sasa zinatakiwa zikuhukumu, na kuna kanuni zinatakiwa zikuhukumu katika ufalme. Siko hapa ni kuhukumu, lakini niko hapa kukuonesha kwamba kuna mambo mengine ambayo tunayafanya tunashindwa kumhofu Mungu, kwa sababu kwanza ya mifumo inayotuzunguka kimwili, afu inatuathiri pia katika ulimwengu wetu wa kiroho au maisha yetu sisi au katika ufalme wetu ambao Kristo aliweza kurejesha, ambao Biblia inasema kwamba msiogope enyi kundi ndogo, maana Baba yenu ameona ni vema awape ule ufalme. Ndio maana akasema ufalme msitafute huku wala huku, ufalme mnao. Maana yake ufalme upo ndani yetu. Basi ina maana kwamba kuna zile tawala zinazotutawala, mifumo inayotutawala, inayotuzunguka katika mfumo wetu wa nje au maisha yetu ya nje. Sasa unaathiri pia maisha yetu ya ndani. Maana yake tunavyoviona nje au mifumo tunayoiona nje inatafsiri pia mifumo iliyoko ndani yetu.
na ndio itatuletea shida. Na ndio maana walioko kwenye nchi za kifalme ni rahisi kuelewa haya masomo, ni rahisi kuelewa Biblia, kwa sababu wao kwanza kwa nje wamezungukwa na kinachoendana na kilichoko ndani. Hiyo inakuwa ni kitu rahisi kwao. Sasa utagundua sasa hawa Wajerumani ilipofika mwaka wa 1913 mwishoni kuelekea 1914 ilitokea vurugo isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu hapo sasa ndipo demokrasia katika dunia ilienea mahali popote, ilienea katika kila eneo. Sasa dunia ikakosa utulivu kwa sababu ya mfumo wa kidemokrasia. Ndipo mwanzo wa vita vya kwanza vya dunia mwaka 1914, mwanzoni kabisa vita vya kwanza vya dunia vikaanza. Alafu vilipamba moto sio kwa kawaida, nchi na nchi kupigana. Hawakuja kupigana kwa sababu ya mfumo ule duniani ulikosesha dunia utulivu, dunia ikakosa amani. Hakuna cha Mkristo, hakuna cha Muislamu, hakuna cha huyu, watu ni kupigana, ni mtuto wa bunduki. Vita vilitembea mpaka kufika mwaka 1918 mwishoni kuelekea 19. Vita hivyo vikaisha. Baadaye sasa mfalme aliyekuwepo huyo Kaisa akatoroka, akaachia madaraka, akajiuzuru, akasema haya yamenishinda. Aliyoyaanzisha yeye yamemshinda sasa, yakawa yamemshinda huyu jamaa, kakimbia. Na baada ya kukimbia ndo akatawala mtu mmoja anaitwa Adolf Hitler. Huyo sasa ndo akatawala dunia. Na utagundua huyu Adolf Hitler alipotawala dunia, akili zake hazijamwambia kwamba kilichoangusha ufalme wa Kaisa ni kwa sababu ya kubadili mfumo, na yeye pia akaendeleza ule mfumo wa kidemokrasia ambao uliwanyima watu utulivu. Sasa alijaribu miaka kadhaa, kama miaka 10 hivi, lakini kufika mwaka wa 1939 vita vya pili vya dunia vikaibuka. Kwa sababu gani? Mfumo wa kidemokrasia hauwapi watu maisha, unafanya watu waishi kiolela, watu waishi wanavyoweza kutaka, lakini haikuwa hivyo. Mimi nazungumza na watu wote, lakini pia nikiwalenga wana wa Mungu, kwamba sisi hatuishi tunavyotaka, tunaishi tunavyotakiwa, na mfumo wa kifalme ndio unaomruhusu mtu aishi anavyotakiwa. Sio mfumo kandamizi, ni mfumo ambao unakupa wewe uishi kwa desturi ya asili uliokusudiwa. Na ndio maana Biblia hakuna sehemu ambayo utaisoma kwa sura ya kidemokrasia ukapata maisha, ukaisoma kwa ufunuo wa kidemokrasia ukaweza kuelewa mapenzi ya Mungu. Haiwezekani. Lazima akili zako zikuambie kwamba hichi ni kitabu kinachoweza kuhusiana na habari za ufalme, na ndani ya ufalme mna taratibu za kuishi nje ya mifumo mingine yote ambayo tunaiona duniani. Kuna utofauti, na ndio maana utaona raia wa nchi za kifalme na raia wa nchi za kidemokrasia wana utofauti mkubwa, hata kwa kuzungumza, wana utofauti mkubwa hata kwa uvahaji, wana utofauti mkubwa kwa mifumo, kwa sababu huo ndio mfumo ambao ulikusudiwa. Na ndio maana kuna mambo mengi sana, maswali mengi ndani ya Biblia tutashindwa kuyajibu, na utakufa bila hata kupata majibu ya maswali yako. Kwa sababu gani? Ya mfumo ambao unaishi kwao, ambao unakunyima kupata ufunuo. Na ndio maana nilisema mwanzoni kwamba kama leo huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Dr. Myles Munroe amepata ufunuo kuhusiana na habari hizi za ufalme, kwamba ndio ilikuwa lengo la Mungu kumleta Kristo kwa ajili pia kuanzisha ufalme ambao ulipotea katika shamba la Edeni, ni kwa sababu yeye amepata fursa ya kuzaliwa katika nchi ya kifalme kule Uingereza. Sasa alipokuwa akisoma Biblia, anasoma kwa ufunuo wa utawala wa nchi inayoweza kumwendesha. Sasa hiyo ilimfanya yeye awe na urahisi wa kuelewa Biblia, wa kuelewa lengo la Mungu na kusudio la Mungu. Ndio maana utakuta kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale. Huyu Adamu alipoteza utawala. Shetani alipokuja, na yeye pia amekuja kumuonesha Kristo kwamba ukinisujudia haya yote nitakupa ni ya kwangu. Utawala huu, utawala aliotoa wapi? Na wakati alitoka mbinguni kama
afisa aliye hasi kama muhasi kwa lugha nyingine. Walitoka kule mbinguni wakiwa wahasi. Sasa huu utawala huu wameupata wapi? Utagundua kwamba Biblia kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo haijalenga kitu kingine, ni ufalme na utawala wa kifalme na raia wa kifalme basi. Sasa hiyo itakufanya wewe uanze kuwa na picha ya namna ya kuishi katika desturi na kanuni na taratibu za ufalme wa mbinguni hapa duniani. Ndio nasema kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Maana kwamba kama watu hawajaanza kuapply mfumo wa kifalme, maana yake mapenzi ya Mungu yale ya asili hayajaanza kufanyika, yanaishia mbinguni wala hayafanyiki duniani. Bwana tusaidie sana. Kwa lengo langu sio kuishambulia demokrasia, lengo langu ni kuwarudisha wana wa Mungu kuishi katika mfumo kusudiwa, kuishi katika mfumo ambao Baba wa mbinguni alikusudia, ili kwamba tuishi kwa utaratibu na kanuni. Kwa ziko kanuni nyingi za kuishi katika mfumo wa kifalme. Nimeweza kukueleza utofauti wa mfalme na nimekueleza utofauti wa rais. Kwa hiyo utagundua kwamba vita vilinuka sana baada ya huu mfumo wa kidemokrasia kubadilishwa. Vita vilianza mwaka wa 1939 hadi kufika mwaka wa 1945. Mataifa mengine yakaanza kupata uhuru, Umoja wa Mataifa ukatengenezwa. Haya yote yalikuwa ni kujaribu kufunga kwamba tuweze kuifanya dunia irudi kwenye ule mfumo, lakini watu bado hawajaelewa kwamba Mungu alikusudia nini. Hadi leo watu hawajaelewa. Kwa hiyo tunayafunua haya ili kwamba uanze kupata picha, usishie kusikia, uanze kupata picha. Kumbe Mungu alikuwa amekusudia hii dunia tuishi katika mfumo wa kifalme au utawala wa kifalme. Kwa hiyo kumbe mimi ni mzao mteule, nimeteuliwa na Mungu ili niishi katika mfumo wa kifalme. Ndio maana Kristo anasema kwamba amesema kwamba yeye ni mfalme wa wafalme. Hao wafalme ni wafalme gani? Maana kama yeye ni mfalme, sisi watoto wake ni wafalme ambao tuko chini yake. Yeye ni Bwana mabwana, ama Bwana ni wa nani? Ni sisi ambao ni wamiliki wa dunia, kama andiko la Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 kwamba wakatawale, manake sisi ni watawala, wamiliki, wafalme wa dunia hii. Kwa hicho ndicho ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Na ukianza kuangalia sasa, ukianza kuapply hilo wazo la kifalme katika akili zako, utaanza kujiuliza mfalme huwa anazungumzaje? Mfalme huwa anaishije? Sio kila jambo ambalo utalizungumza, sio kila mahali utakwenda, sio kila jibu utamjibu mtu. Yaani utaishi kwa mfumo yaani watu watakushangaa sana. Sio kila jambo ambalo mfalme huwa analifanya. Sio kila neno ambalo mfalme huwa analijibu. Lazima uanze kuelewa kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba ndio yenu na iwe ndio. Hajasema ndio yenu iwe ndio kwamba ni kama vile tu demokrasia. Ndio yenu iwe ndio mfalme anavyotakiwa kuishi. Akitamka neno, lazima hilo neno halitimize. Sio kutoa ahadi nyingi ambazo huwezi kutimiza. Kwa hiyo ukiwa unasoma Biblia kwa mfumo huu, utagundua mambo mengi sana. Tunaishi vibaya mno. Tunaishi vibaya kuliko kawaida. Kwa hiyo ninakupa ufunuo na Roho Mtakatifu atakufunulia mambo mengi kuhusiana na habari hizi za utawala huu wa kidemokrasia na utawala wa kimonaki ambao Mungu alikuwa amekusudia kama utawala mama hapa duniani. Tuingie basi katika kipindi cha pili ambacho kinazungumzia habari za imani. Bwana akubariki sana na uwe na wakati mzuri wa kujifunza na utulie usikilize kuanzia somo la mwanzoni hadi hapa tulipofika kwa habari ya siasa, na sasa tunaingia katika kipengele kingine cha kuhusiana na imani. Ndipo sasa tutaweza kuomba kwa ajili ya kuweza kufunuliwa mengi ya usuo ufalme wa Mungu.